Miongoni mwa kazi bomba sana kutoka GC Production Jumba Butani. Kumbuka napigwa kizazi zaidi, na huyu ni Follow DJ. Sasa hebu tuunganishe katika sehemu safi ya 13 baada kutamba sana na sehemu nzuri sana ya 12 ya chuma bomba sana hapa. Wasema My Demon ya The Chosen One, na hii ni zaidi hatari zaidi. Sasa hebu tuendelee kuenjoy utamu wa vanilla. Kumbuka kazi inachukua muda sana kuiandaa, lakini lazima tuhakikishe tunaletea kitu ambacho kiko kwenye bora zaidi. Hebu tuunganishe pale ambapo tuliishia katika sehemu safi ili kupata mwongozo wa kile ambacho kinajiri. Basi pale baada ya kuwa na tukio lile, bwana mdogo alipata nafasi ya kuongea mambo fulani na bibie, na hapa aliamini pasipo kwa yeye bibie atakuwa kwenye hatari kubwa sana. Basi siku ambayo inafuata ulikuwa ni mchongo wa harusi, na hii sherehe ilikuwa imeambatana na swala utangazaji wa bidhaa ambazo zilikuwa zinafahamika kwa jina la LCBS, kwa sababu ni kampuni ya Mirai Group Company na vitu vingi sana. Lakini pia pamoja na matukio, kulikuwa na tukio kubwa ambalo lilikuwa ni la harusi, na muongozo uliachwa na madam ambaye tutangulia mbele zake, anaitwa Madam Juu. Yeye ndo aliarrange kila kitu katika siku ya leo, na hivyo hii ilikuwa harusi ya bibi, lakini tayari Madam Juu alikuwa amearrange namna ambavyo vitu viende. Basi ateme bibi amechukua nafasi ya kuchagua mtu sahihi ambaye ataweza kumuoa, lakini kumbuka tu kitu ambacho kinaendelea hapa ni ndoa ya bandia. Hii bibi anatafuta namna ya kujiwekea ulinzi zaidi. Hatimaye familia nzima iliweza kufika katika lile eneo, na hapo alikuja kwa ajili ya kumpongeza kwa kitu sahihi ambacho alikuwa amekifanya kama cha kufunga ndoa. Lakini kejezi ilikuwa nyingi sana, kwani watu hawa walikuwa wana furaha juu ya kile ambacho kinaendelea, wakiamini ya kwamba kila kitu kitaweza kuharibika kutokana tu na hiki ambacho anakifanya bibi kwa sasa. Basi hatimaye alipata nafasi ya kukaa katika meza moja, lakini pia kulikuwa na makameramani na watu mbalimbali ambao walikuwa wamealikwa katika sherehe hii, pasipo kujua sherehe ilikuwa ni ya bandia zaidi. Sasa Tara binti bibi akiwa ndani ya shela, anaenda kukutana na mwanaume pekee ambaye anaamini yeye ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumkishia maisha. Lakini hapa tunarudishwa nyuma kidogo, namna ambavyo mkali alikubaliana na bibi, na hapa alimwambia kitu kimoja tu. Hapa hii sehemu nilikuachia katika episode inayoshuka iliyopita. Alisema, kwa nini umeamua kusaidia mimi? Anasema, mimi sio mtu wakubali wewe upoteze maisha, kwa sababu najua pasipo wewe sitaweza kufanikisha lengo ambalo alikuwa limenileta katika dunia hii. Ilimpa moyo sana bibi, na hatimaye hapa ilikuwa ni swala zima la kuweza kupata muunganiko kamili wa swala la ndoa. Basi kila mtu alisoma, kila mtu miongoni mwao aliweza kusoma kiapo, na taratibu za ndoa zilizidi kusonga, na hapa kila mtu alikuwa anadai ya kwamba amemkabidhi moyo wake mwenzie, na hivyo swala lililokuwa linafuatilia ilikuwa ni swala la kuweza kuvishana pete na kusaini tu makubaliano maalum. Sasa hii ndoa inatambulika katika misingi ya ndoa, hivyo kilichokuwa kinafuata ni wao kutamba. Lakini huyu mtu ambaye alikuwa anatangaza alileta kitu ambacho ni tofauti, kwamba alisema hao watakaa mpaka milele. Lakini hii ilimshtua Mr. Demon, akasema hapana, mimi siwezi kusema kiapo cha namna hiyo, kwa sababu mimi ni pepo, lazima tuhakikishe tunabadilisha namna. Hivyo aliweza kuitwa MC ili aseti mambo. Amwambia, hicho ambacho unakisema hebu futa, alafu tafuta neno la kuweka hapo. Basi wanaisema tunachotaka awatakia maisha marefu sana wawili hao. Hiyo ilikuwa ni baada ya kile ambacho walikisema kwa mara ya kwanza. Sasa wakiwa wanatamba Tara bintibu baada ya kufanikisha kumaliza zoezi zima la ndoa, lakini wengi walikuwa wanaumia, lakini pia wapambe sasa kwa Madam Shi na huyu mwamba kufahamika Mr. Park, na wenyewe walikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vieleweki, yani namna ambavyo wanashangilia ni kama watoto tu. Lakini pia kwa ndugu ni kitu ambacho kilikuwa kimeakwaza sana, kwani hii itakuwa ni pointi ya bibie kumfanya aendelee kuiongoza kampuni ya Mirai Group. Lakini kuna watu walikuwa wamekathirishwa sana na kile ambacho kimetokea, kiwepo bwana mdogo huyu tamuita Crazy Dog, au sio? Basi baadaye waliweza kutoka nje ya kampuni, na hapa alikuwa anahitaji kupata picha mbalimbali za ukumbusho, na mambo alikuwa yanaendelea. Lakini kumbuka kinachofanyika hapa ni kitu fake tu, ili wao waweze kukamilisha hatima ya kile ambacho wamekiazimia. Waandishi wa habari waliuliza vitu vingi sana, na kuna mtu aliomba tu wapate picha nzuri tu ya mabusu, hiyo itaweza kutengeneza kumbukumbu moja kubwa sana. Lakini mshikaji, kwa sababu tayari na bibi hawana makubaliano hayo, alichofanya aliweka kidole tu. Hii inaonesha kwamba watu hao hawako serious, na mkali kufahamika kwa jina la Sioku aliona kitu yakaamini hapa lazima kuna namna tu, kuna mchezo ambao unaendelea.
Basi mwanaume akiwa anazidi kuongea na waandishi wa habari, bibi Tala binti Tibu alimfuata Mr. Sia. Kuna hapa alikuwa anahitaji kumwambia vitu vitatu tu, lakini mkali anamwambia anafurahi sana kama una furaha na kile ambacho umekiamua. Bibi alisema kwa nini nikose furaha kwenye kitu ambacho nimekiwekea maamuzi? Asema basi ni jambo la heri sana kwa hicho ambacho umekiamua, na nafikiri umemchagua mtu sahihi zaidi. Kumbuka mkali Siok alikuwa anamkubali sana bibi, na hii ilimuumiza sana. Sasa nini angefanya, kwa sababu bibi ameshamchagua mtu ambaye anaamini ni sahihi sana kwa upande wake. Basi wakaendelea kupiga story mbili tatu, gari ya maharusi iliweza kufika, lakini bwana mdogo ufahamika kwa jina la Guon hapa alikuwa anamtambia mkali Siok, na kumwambia wewe unatakiwa jitahidi uweke macho yako mbali na mpenzi wangu. Kwanza ilikuwa ni kejeli nyingi sana kwamba tayari ameshachukua mchumba na mwamba anacha kumfanya tena. Basi upande wa pili kwa bidada ambaye anafahamika kwa jina la Staji, huku ilikuwa ni kama mzozo, kwani alileta fujo na kizaza kikubwa kwamba hiki ambacho kimefanyika ni kitu ambacho kimeenda tofauti sana, kwani yeye anampenda sana Mr. Guon. Na wewe bwana mkubwa kufahamika kwa jina Mr. Paki haijaribu tu kumtuliza kwamba hicho ambacho nakifikiria hakipo kadri hivyo wanavyowaza. Na upande wa pili kwa Zekila sasa alikuwa amechanganyikiwa sana, kwani anaamini mipango yake imeweza kuvurugika, kwani itakiwa malize bibi hata kabla hajafanikisha kufanya swala la harusi. Lakini hapa Zekila alianza kubadilisha mawazo kidogo, aliona asihangaike sana na bibie, kwanza anze na mtu ambaye anamlinda bibie. Sasa upande wa pili kwa mkali hapa alikuwa na bibie, na hapa alikuwa anaweka vizuri masuala ya password za mlango ili mkali awe ana access ya kuweza kuingia, lakini pia bibie awe ana access ya kuweza kuingia katika ile jumba. Lakini baada ya kuingia ndani, mkali aliona mshangao mkubwa sana baada ya kuona kila kitu kimevurugika. Lakini bibi alimwambia kuna mtu ambaye ameingia, hizi vurugu zote ni mimi wakati nafanya maandalizi ya kuja kwenye eneo la harusi. Basi baadaye walianza kupanga vitu kwa kutumia ile nguvu ambayo walionao ya muunganiko wa watu hao. Lakini baadaye bibi alimwomba mwamba waende katika eneo la kutupa taka, anadai kuna kitu ambacho ni muhimu sana na chenyewe alikuwa amekidambo. Basi mwanaume alifika huko bila mashaka, alianza kutoa kila kitu akitafuta kile kitu ambacho bibi alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu zaidi, na hatimaye bibi aliweza kupata nguo ambayo alikuwa anaitaka kwa muda mrefu. Na hii nguo ina maana kubwa sana na ina kumbukumbu sana kwake, kwani ndo vazi la kwanza kipindi amekutana na mkali katika lile eneo la daraja. Nafikiri kama umecheki episode ya kwanza utakuwa unaelewa vizuri. Sasa tuko kwa upande wa pili kwa mkali kufahamika kwa jina la Siok. Akiwa ametulia huku, kuna kitu kinamsukuma angalie juu ya kampuni ambayo inafahamika kwa jina la Sunflower Foundation. Hii inasemekana ilianzisha mwaka 1977. Sasa hapa alihitaji kujua kwa kina hii kampuni inajishughulisha na nini, kwani anaona kuna vitu ambavyo kama haviko sawa zaidi. Asa bibi leo akiwa ametulia sana katika eneo la nyumba, alianza kupata mashaka juu ya kijana yule ambaye anatokea katika ile familia. Namna ambavyo alikuwa anacheka na namna ya vitendo ambavyo alikuwa anavionyesha ilikuwa inampa picha kuamini tu kwamba bibi yeye ndo anaweza kama husika na mauaji ya Madam Ju. Basi unaambia usiku ulikuwa ni mzungu, ni kwamba kila mtu analala kwa upande wake, kwa sababu hawa sio wanandoa. Walichofanya tu ni kwa ajili ya kuhakikisha wanaika mambo yakae sawa na kuhakikisha usalama unakuwa kwa kiwango kubwa sana kwa binti wa kufahamika kwa jina la Dodohe. Basi hatimaye usiku ulisonga na asubuhi iliweza kufika. Pia alikuwa akiendelea kupata mkate na maziwa, na mwamba aliweza kuamka asubuhi hiyo akiwa anahitaji japo kupata kifungua kinywa. Lakini binti alikuwa anamuomba ombi moja sana. Mwamba anadai kwamba kuna mtu anamuhisi atakuwa ndo ameshiriki katika mauaji ya mwamba ya mama ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Madam Ju. Na hapa aliomba moja kwa moja afanye namna ya kumtafuta mtu huyo uweze kujua yuko sehemu gani, kwani wanaweza kupata mwanga juu ya kile ambacho anakitafuta. Kweli bwana. Basi moja kwa moja waliweza kutokea upande wa pili, na huku walikutana na mkali, mimi napenda kumuita Crazy Dog. Hapa alikuwa yuko kwenye kio na alikuwa anakula kiapo. Anasema hivi, itakuwa ni mbaya kama nitaua mtu, kwa sababu nafikiri kuna mtu tamua muda si mrefu. Sasa kwa nini anasema maneno haya? Na hapa bibie alipata nafasi ya kumuona mwamba akiondoka, hivyo Tala binti Tibu walihitaji kumfuatilia mkali ili kujua ni wapi ambako anaelekea, kwani Tala wamemtilia mashaka mazito sana. Sasa wakiwa katika eneo hili ambapo anajaribu kufuatilia nyayo za mkali, mwamba aliona pembeni kuna watu wanapata kahawa. Unajua mwamba kwa Saidi ni mtu ambaye anapenda sana kahawa. Basi pamoja na kwamba kalikuwa ni kamzozo, lakini bibie alishikilia msimamo wa kuhakikisha wanatambua mwamba ni wapi ambako anaelekea.
Basi tunaambia Tala binti Tibu akiwa anaendelea kusonga, Mwamba alifanikisha kupata kile ambacho anakihitaji, na hapa walizo kutokea katika eneo moja la chini sana huko, yani kwenye zile subway, njia za chini huko. Hapa Mwamba alifika katika eneo moja ambalo lilikuwa lina video, na baada ya kuangalia katika ile kabati akuweza kupata ujumbe wote. Hii inatupa picha ya kuamini ya kwamba Mwamba huenda anajuana na yule mtu ambaye anakuwa akipambana kwa ajili ya kuhitaji kuangamiza maisha ya bibia. Sasa ile michekecho ilimfanya Mwamba aishi upande wa pili, lazima kama kuna watu ambao wapo katika ile eneo. Sasa anakuja huku ambako wako bibie na bibie na huyo mkali wa kufahamika kwa jina la Kuoni. Sasa nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata, kwa sababu mkali tayari amefika katika ile eneo, na sasa hapa anahitaji kujua ni kina nani ambao wapo katika ile eneo. Sasa ni kizaza kwa kweli. Basi mwanaume aliona nafasi pekee ya kuweza kukamilisha kile ambacho kinaweza kufanya atoke, ilikuwa ni boost, kwani miongoni mwa vitu vyote ambavyo vilikuwa vimeandikwa katika ile contact, hiki ndo akifanya, kwa sababu hapa mambo yaligoma. Kwa hiyo busu ilikuwa ndio njia pekee ya kuweza kuiwasha ile alama ambayo inaweza ikawapatia msaada zaidi. Basi Tala binti Tibu Mwamba baada ya kumaliza yake, hatimaye sasa ni nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya mzigo bomba sana wa Diamond kutoka DC Production. Langu jina naitwa Fao DJ kama kawaida. Sasa itakuwaje kwa mkali ambaye anafuatilia hatua? Je, atafanikiwa kukuta hatua au ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata? Tukutane kesho mida kama hii kuenjoy burudani bomba sana hapa. Lise chao, hii ni kutoka DC Production, jumba la burudani kama kawaida. Tatisha sana kwa kulike, kucomment, kusubscribe ili mambo endelee kwa bomba zaidi. Here we go, chao.